بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotoa utangulizi shekhi wangu hapa Imam, kwamba tunaendelea na tafsiri ya surat Maryam. Nafikiri wenzangu walioanza wameielezea sura hii, kwa hiyo mimi sitoanza huko, bali tutaingia moja kwa moja katika tafsiri za aya ambazo mimi nimepangiwa kuzitafsiri katika siku hii ya leo. Tunaanzia aya ya 51 mpaka aya ya 63. Kwa kusema kweli, ndugu zangu, kutafsiri aya kwa idadi hii kwa kipindi kama hiki inakuwa ni ngumu sana, lakini nafikiri lengo ni watu kukumbushana ili tujue au tukumbuke thamani ya hiki kitabu na kwamba kinahitajika kusomwa. Kwa hiyo kila mmoja ajipangie ratiba yake ya kukisoma kitabu hiki na kujua kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala anaagiza ndani ya kitabu hiki. Kwa hiyo tutataja yale yaliyotajwa na wanaochuoni katika aya hizi kwa mukhtasar, halafu kila mmoja aweze kuzipitia akiwa ametulia, aangalie yaliyozungumzwa zaidi kuhusiana na aya hizi. Allah anasema wadhkur fil kitabi Musa, mtaje katika kitabu hiki Musa alayhi salatu wassalam. Allah anamwambia mtume amtaje Musa katika Qur'ani, amuelezee habari zake, kuwaelezea Waislamu. Wadhkur fil kitabi Musa, na mtaje katika kitabu hiki ambayo ni Qur'ani Musa alayhi salam, innahu kana mukhlasan, hakika ya Musa alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa mtume. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake amtaje Musa, awatajie Waislamu habari za Musa, sio kumtaja tu jina, bali awatajie habari za Musa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameanza kumuelezea Musa ni mtu wa namna gani mbele yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema innahu kana mukhlasan, hakika Musa alikuwa ni mwenye kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hili mukhlasan, wanawachuoni wanasema unaweza ukalisoma kwa kama lilivyoandikwa kwenye msahafu kwa fatha mukhlasan, na pia unaweza ukalisoma kwa kasra ukasema mukhlisan, wa kana mukhlisan. Viraa vyote viwili hivi vinakwenda na maana zinakaribiana au zina muingiliano. Maana ya kwanza ni kwamba Musa amechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo maana ya mukhlasan. Ukisema mukhlisan ni kwamba Musa alayhi salam alikuwa na ikhlasi katika mambo yake, katika ibada zake. Kila analolifanya analifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana rasulan nabiyya, pia Musa alikuwa mtume. Lakini hapa kuna maneno mawili ambayo maneno yote mawili haya katika lugha ya Kiswahili tunatafsiri kuwa ni mtume. Rasul tunasema mtume,
nabii tunasema mtume. Lakini kisheria kwa mujibu wa wanawazuoni kuna tofauti kati ya nabii na rasul, na ndio maana hapa maneno yamekuja kwa pamoja, kwa maana kila moja lina maana yake. Na Musa alikuwa ameyabeba yote mawili. Musa alikuwa rasul na Musa alikuwa nabii. Tofauti ni nini kati ya rasul na nabii? Kuna maneno mengi sana ya wanawazuoni wanaozungumza tofauti kati ya nabii na rasul, lakini maneno ambayo yanachaguliwa na wengi ni kwamba nabii ni yule aliyepewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala bila kuamrishwa kuwapelekea watu maalum. Kapewa wahi yeye tu, na pengine akapewa na sheria yeye ya kuifanyia kazi yeye, huyo anakuwa nabii. Lakini rasul ni yule aliyepewa wahi alafu akatumwa kwa watu akawapelekee huo wahi, huyo ndio anakuwa rasul. Sasa ambaye anakuwa rasul tayari anakuwa ameshabeba ile sifa ya nabii. Kwa hiyo yote ambaye ni rasul yeye pia ni nabii, lakini sio kila nabii atakuwa rasul. Na baadhi ya wanawachuoni wanawataja baadhi ya mitume wa Allah ambao walikuwa ni manabii lakini sio marasul. Wanasema rasul, sababu kuna maelezo mengine. Rasul ni yule aliyepewa kitabu, nabii ni yule ambaye hajapewa kitabu maalum. Lakini wanawazuoni wengi wanasema kwamba rasul si lazima apewe kitabu maalumu cha kwake. Hata kama atatumia kitabu cha mtume aliyepita, lakini akawa ameagizwa kuwafikishia ujumbe watu maalum, huyo naye anakuwa ni rasul, hata kama kitabu ni cha mtume aliyetangulia. Kuna baadhi ya mitume Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa kitabu maalum, wametumwa baada ya kuondoka mtume fulani, wakatakiwa kuwafikishia wale watu kitabu kile kile, mafundisho yale yale waliopewa na mtume yule aliyetangulia. Huyo naye pia anaitwa rasul. Kwa hiyo Nabii Musa alayhi salam amezikusanya hizi sifa zote mbili kama ilivyo kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana kuna maneno wanasema mtume sallallahu alayhi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bi muddathir. Mtume alipewa unabii pale alipoteremshiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kwa sababu pale alivyoletewa ile sura au zile aya katika suratul Alaq hakuambiwa amfikishie mtu, ni wahi tu ulitumwa. Pale mtume Muhammad alikuwa nabii. Ilipokuja sasa ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni rasul. Kwa hiyo akawa amekusanya kati ya nabii na rasul. Allah anaendelea kuelezea sifa za Nabii Musa au habari za Nabii Musa. Allah anasema wanadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya, na tukamuita huyo Nabii Musa kutoka upande wa kulia wa mlima Tur, wa qarrabnahu najiya, na tukamsogeza zaidi katika mazungumzo au katika manongonezo. Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, kama tunavyofahamu kisa chake ni kwamba alikimbia Misri kwa ajili ya kumkimbia Firaun.
pale Firauna na jamaa zake walipopitisha maamuzi ya kumuua Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Nabii Musa alikimbia akaenda, wanawachuoni wanasema alikwenda Madian. Madian kule akakutana, story ndefu hapo katikati, lakini alikutana na mtu mmoja ambaye akiitwa Shuaib. Wengine wakisema ni yule nabii Shuaib, wengine wakisema ni Shuaib tu mja mwema lakini sio mtume. Almuhim, Nabii Musa alikaa kwa huyu mzee kwa kipindi fulani. Kukaa kwake Nabii Musa alayhi salama hapa ni baada ya kutoa huduma kwa watoto wa huyu mtu mwema, ambao watoto walipeleka taarifa kwa baba yao. Baba akawaambia kamleteni huyo mtu. Nabii Musa alivyopelekwa kwa yule mtu akaambiwa kwamba nataka nikuozeshe binti yangu mmoja katika hawa wawili ambao wewe uliwasaidia kule, lakini mahari yake ni kuchunga wanyama kwa muda wa miaka 9. Utakuwa mchungi kwa muda wa miaka 9, na kama utatimiza miaka 10 haina shida, hiyo ni wewe mwenyewe maamuzi yako, lakini mimi nataka miaka 9 mahari hayo. Alafu ukiambiwa utoe 200,000 unasema mahari ghali. Musa anapigwa miaka 9 anachunga wanyama, ndio mahari ya kumwoa mtoto wa mtu. Nabii Musa akatekeleza hili jambo kwa muda wa miaka 9. Sijui kama alifikisha 10, Allahu aalam, sijaiona, lakini alitimiza ule wakati ambao walikubaliana na yule bwana. Baada ya kumaliza, Nabii Musa akatoka pale Madian akawa anarudi Misri. Miaka 10 imepita, yani miaka mingi, hata hiyo ahadi ya kumua pengine tayari watu wameshaanza kuisahau. Lakini hapa kuna mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala unataka kukamilika. Akiwa njiani, Nabii Musa wanasema alipotea njia. Katika hangaika akaona moto pembezoni mwa jangwa. Ndio anasema kwamba hili jangwa, katika hili jangwa ndio kulikuwa na huu mlima. Na wanasema baadhi ya wanawazuoni kwamba hili jangwa lilikuwa pande zote za mlima, ilikuwa upande wa kulia na upande wa kushoto, kama mlima ulikuwa katikati hili jangwa. Nabii Musa akaona moto, akamwambia mke wake, hebu nisubiri hapa, acha niende kwenye ule moto, huenda nikapata maelekezo ya njia, au nikaweza kupata moto nikaleta hapa tukawasha moto tukajikinga na baridi. Nabii Musa alipofuata huo moto, ndio akasikia sauti inamuita. Sasa ndio hii wanadainahu min turil ayman min janibi turil ayman, na tukamuita katika upande wa mlima, upande wa kulia wa mlima. Baadhi ya wanaosoma wanasema upande wa kulia, kwa maana upande wa kulia wa Musa au upande wa kulia wa mlima. Waqarrabnahu najiya, na tukamsogeza zaidi katika mazungumzo, kwa maana akasogezwa akaambiwa mazungumzo sasa ya siri. Kwanza aliitwa kwa sauti. Hii ilikuwa ni maneno ya wazi, kwa sababu kuita nada au annida katika lugha ya Kiarabu ni mtu kumuita mtu kwa sauti ya juu ambayo anaweza kusikia. Ama najaa, ambayo ni najia, ni mazungumzo ya siri ya mtu na mtu ya sauti ya chini. Kwa hiyo Nabii Musa alipata bahati ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ya juu kwanza alipoitwa, halafu vile vile akakurubishwa kwa Mwenyezi Mungu, akazungumzwa kwa maneno ya siri ya taratibu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi wanaochuona wanasema huku kukurubishwa Nabii Musa kwa Allah subhanahu wa ta'ala haikuwa tena pale jangwani, japokuwa sauti ilitoka pale karibu na ule mlima, lakini kule kukurubishwa wanasema kwamba Nabii Musa alipandishwa na yeye mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyopandishwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huko ndiko Musa akazungumzwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ya chini ambayo ni najaa,
wa qarrabnahu najiya, na tukamkurubisha zaidi katika mazungumzo. Hapa ndipo Musa sasa alipopewa taarifa zake kwamba tayari anapewa utume aende kwenda kumlingania Firaun laanatullahi alayhi. Hapa Nabii Musa wanasema alifanya jambo ambalo alifanya shafaa ambayo haijawahi kufanywa na mtu yoyote katika dunia hii. Yani alimuombea mtu jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo hakuna yoyote kwenye hii dunia ambaye ameshawahi kumuombea mtu jambo kama hilo. Nabii Musa alimuombea ndugu yake Harun naye awe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu ambaye amewahi kufanya jambo hili. Na Nabii Musa alipoomba akapewa. Ndio aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, nasi tukampa Musa kutoka katika rehma yetu ndugu yake naye kuwa mtume, ndugu yake Harun. Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza mtume maneno haya ili mtume awaeleze Waislamu, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, nasi tukampa Musa kutoka katika rehma yetu ndugu yake Harun kuwa ni mtume. Na hapa Nabii Musa alayhi salatu wassalam akapata msaidizi katika kazi yake ya utume, na hata alipokwenda kwa Firaun wakawa pamoja. Na Nabii Musa wakati anamuombea Harun jambo hili alitoa sababu. Nabii Musa akamwambia mtume kwamba Harun yuko fasaha zaidi katika mazungumzo kuliko mimi, kwa hiyo naomba uniongezee Harun naye awe mtume, ili Harun wakati atakapoeleza kwa ufasaha wake hawa watu wanaweza kuniamini kuliko nikizungumza mimi siko fasaha sana. Baadhi ya waandishi wanasema kwamba Nabii Musa alikosa ufasaha kwa sababu kipindi kile anakaa nyumbani kwa Firaun alipoona baadhi ya dalili akahisi huyu Musa huyu mtoto huyu ndiye yule ambaye ameambiwa atakuja kumaliza ufalme wangu. Akataka kumuua. Mke wake akamzuia, akamwambia huyu ni mtoto tu, haya anayoyafanya anayafanya kwa utoto tu. Akasema hapana, acha tumjaribu. Wanasema ukaletwa moto, kaa la moto, ukaletwa na tende, kwamba atachukua kipi. Baadhi ya waandishi wanasema kwamba alipeleka mkono kwenye tende, mkono ule ukarudishwa kwa amri ya Allah, ukarudi kwenye kaa la moto, na akalishika akalitia mdomoni. Akaathirika Musa kwenye ulimi wake kupitia hili kaa la moto aliloliingiza mdomoni. Kwa hiyo akawa katika uzungumzaji wake hana ufasaha. Kwa hiyo anasema hapa ndio Musa akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongezee nguvu kwa kumpa Harun naye awe mtume, ili aweze kumsaidia katika kutoa maelezo kwa ufasaha wake. Nabii Harun huenda ikawa sababu ya yeye kuaminiwa. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura hii akawa amemaliza taarifa za Nabii Musa alayhi salam. Lakini kama tunavyofahamu, kisa cha Nabii Musa ndio kisa ambacho kimeelezwa kwa wingi sana ndani ya Qur'ani kuliko cha mtume mwingine yoyote, japokuwa kimeelezwa katika sura tofauti na kisa cha Nabiiullah Yusuf. Kimeelezwa ndani ya sura moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini Nabii Musa kisa chake kimeelezwa katika sura tofauti. Hapa mtume anahama kueleza visa vya mitume wengine. Wadhkur fil kitabi Ismail. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume tena, mtaje katika kitabu hiki cha Qur'ani Ismail, innahu kana sadiqal wa'd, kwani Ismaili alikuwa na ahadi za ukweli. Wa kana rasulan nabiyya, na pia Ismaili alikuwa rasul na alikuwa nabii.
Huyu ni mtume mwingine ambaye Allah anamwambia mtume ataje taarifa zake, na hizi sifa zinazotajwa kwa hawa mitume ambao mtume anatutajia taarifa zake katika Qur'ani, kila sifa moja Muislamu ukikaa ukaizingatia utakuta mafundisho mengi ambayo yanakuhusu wewe. Angalia hapa kwa Nabii Ismail, anaambiwa alikuwa sadiqal wa'd, alikuwa na ahadi za ukweli. Hivi kuna sababu gani ya kuelezwa kwamba Nabii Ismail alikuwa na ahadi za ukweli? Maana yake ni kwamba tunatakiwa ummati Muhammad tuwe na ahadi za ukweli. Na ahadi za ukweli hapa wanawachuoni wanatolea mfano ahadi mojawapo ya Nabii Ismail ambayo ni ya ukweli, ni pale baba yake alipoota kwamba anamchinja mtoto wake Ismail. Nabii Ibrahim aliota kwenye usingizi kwamba anamchinja Nabii Ismail, anamchinja Ismail ambaye ni mwanae kabla hajajulikana kwamba atakuwa mtume. Kwa kawaida katika sheria ya Kiislamu, mtume yoyote anachokiota ni maagizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na si Muislamu yoyote akiota ni maagizo. Mtume ndio akiota ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu usije ukajihangaisha kwamba ukiota na ukahisi umepewa maagizo. Hapana. Ndoto za sasa hivi tunazoziota sisi ni ishara tu unapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika zile ndoto njema zinakuwa ni ishara kutoka kwa Allah, ima za kutahadharishwa jambo baya au kupewa bishara ya jambo zuri, lakini si lazima zitimie. Utakuta kuna watu wanahangaika na ndoto, mtu akiota anahangaika kumaliza watafsiri kwamba mimi nimeota ndoto hii, hebu nitafsirie, anaenda kwa huyu nitafsirie, anaenda kwa huyu nitafsirie. Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiota ndoto akiona ishara ni nzuri, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndoto yake iwe ya kweli, aithibitishe huo uzuri aliyouota. Na akiota ndoto mbaya, amuombe Allah amuepushe na hiyo ishara mbaya aliyoiona hapo kwenye ndoto yake. Na kwenye ndoto nzuri amueleze anayempenda, na katika ndoto mbaya asimwambie mtu. Sisi kila ndoto unayoota unakusanya watu unawaambia, leo nimeota na chinjwa. Sasa wewe umeota ndoto mbaya, sasa nini unahadithia? Ikitekelezeka utachinjwa kweli? Ukiota ndoto mbaya, zuia katika nafsi yako, wewe muombe tu Allah, niepushe na ndoto hii. Ya Rabbi, niepushe na haya niliyoota kwenye ndoto, basi. Usimwambie mtu yoyote. Lakini ukiota ndoto nzuri, mueleze unayempenda, uwe na uhakika kwamba unampenda naye anakupenda. Usije kwa unampenda wewe tu alafu yeye hakupendi, unamueleza ndoto yako afa anaenda kukunini. Tunajua kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf aliota ndoto kwamba anasujudiwa na jua na mwezi na nyota 11 pamoja na jua na mwezi vinamsujudia. Akaenda kumweleza baba yake hii ndoto. Baba kwa sababu ya utume wake akaona ishara nzuri kwa mwanawe. Alichomwambia, alimwambia ndoto hii usimueleze mtu. Nabii Yusuf kwa utoto wake, baadhi wanasema kwamba aliwaeleza ndugu zake. Hasadi ikaanza paka Nabii Yusuf anakwenda kutumbukizwa kwenye kisima. Ni hasadi kwa sababu alieleza ndoto yake kwa ndugu zake. Sasa na wewe usieleze ndoto zako nzuri, muombe tu Allah, au mueleze mtu anayekupenda, unayempenda na anakupenda, una uhakika, mueleze. Lakini wewe fanya juhudi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitimize hiyo ndoto nzuri kwako, na zile mbaya Allah aziepushe hayo madhumuni yake kwako. Kwa sababu ndoto mbaya nao ukimueleza mtu, unaweza ukashangaa anapiga rakaa 2 ili likufike hilo liloliota. Kwa hiyo kuwa makini na ndoto mbaya, sije ukazieleza watu. Sasa Nabii Ismail alipoelezwa sasa na baba yake, Nabii Ibrahim alivyoota, akamweleza mwanawe, kwa mwanangu, mimi nimeota kwamba nakuchinja, na haya ni maagizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nikuchinje.
Nabii Ismail alimwambia baba yake, tekeleza uliloamrishwa na Allah na mimi utanikuta ni mwenye kuvumilia, ni mwenye kusubiri. Hii ni ahadi ya kwanza Nabii Ismail aliitoa kwa baba yake. Sasa ukisoma kisa mbele, Nabii Ibrahim na mtoto wake walipojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza ile ndoto, kwa kutekeleza yale maagizo, wote walijisalimisha kwa maana ya utekelezaji, na Nabii Ismail kweli akavumilia. Baadhi ya waandishi wakieleza visa hivi ambavyo kuna maelezo mengine hayana ushahidi sana, lakini wanasema kwamba Nabii Ibrahim alidiriki kupitisha kisu kwenye shingo ya mtoto wake, lakini kisu hakikukata, na mtoto ametulia akitekeleza ahadi aliyompa baba yake kwamba utanikuta ni mwenye kusubiri, ni mwenye kuvumilia katika utekelezaji wako wa maagizo uliopewa na Mola wako. Kwa hiyo hapa ndio Mwenyezi Mungu anamsifu Nabii Ismail kwamba alikuwa sadiqal wa'd, alikuwa na ahadi za kweli. Wa kana rasulan nabiyya, lakini pia Nabii Ismail alikuwa mtume na alikuwa nabii. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati, na Nabii Ismail katika maelezo yake na sifa zake alikuwa akiwaamrisha watoto wake kutekeleza ibada ya swala na kutoa zaka. Wa kana inda rabbihi mardiya, na alikuwa ameridhiwa na Mola wake. Nabii Ismail ni katika watu walioridhiwa na Mola wao. Lakini katika sifa za Nabii Ismail alikuwa akiwaamrisha watoto wake, ahli zake, kwa maana kuanzia watoto, mke, wote ambao wako chini yako nyumbani kwako, hao ni ahli baiti wako. Nabii Ismail alikuwa katika sifa zake ni kwamba alikuwa akiwaamrisha ahli zake kuswali na kutoa zaka. Haiwezekani maneno haya tuambiwe hivi hivi. Nini faida ya kuambiwa kwamba Nabii Ismail alikuwa akiamrisha watoto wake kuswali? Maana yake nini sasa? Maana yake hii tunapewa sisi taarifa ambazo tunatakiwa tuzitekeleze, na sisi tuamrishe watoto wetu kuswali. Na haya alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akayasisitiza. Mbali ya aya hii ambazo Mtume anatueleza habari za Nabii Ismail, ambapo ilikuwa moja kwa moja sisi tuikamate hii sifa na sisi tuitekeleze, lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatoa maagizo maalum, muru auladakum bis-salati wa hum abnaa 7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7, wadribuhum alaiha wa hum abnaa 10, na wapigeni viboko kwa ajili ya hiyo swala wakifikia miaka 10, kama bado watakuwa ni wazito wa kuitekeleza ibada ya swala. Haya ni maamrisho ndugu zangu ambayo tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake na kupitia Qur'ani hii, kwamba tuwaamrishe watoto wetu kuswali, lakini pia tuwaamrishe watoto wetu kutoa zaka. Sasa siku zote ndugu zangu, asiyekuwa na kitu hawezi kukitoa, hawezi kumpa. Kama wewe huna hela, utampaje mtu hela? Kama wewe mwenyewe huswali, utaamrishaje watu kuswali? Kama wewe mwenyewe hutoi zaka, utaamrisha vipi watu kutoa zaka? Maana yake hii amri inaanza kwa mzazi mwenyewe, kwamba mzazi lazima uswali, usimamishe swala, halafu utoe zaka, halafu ndio waamrishe watoto wako kuswali na kutoa zaka. Hivi vitu wewe kama mwenyewe huvitekelezi, kuviamrisha itakuwa ngumu, na hata ukiamrisha, huyo unayemuamrisha hawezi kuvitilia uzito. Mbona baba mwenyewe haswali? Baba anatuambia twende msikitini tukaswali wakati yeye mwenyewe haswali. Watoto wanaingia uvivu kama baba hutekelezi. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni amri ya moja kwa moja kwetu, tusimamishe swala, tutoe zaka, kisha tuwaamrishe ahali zetu kuswali na kutoa zaka. Kama itakuwa Muislamu anashindwa kutoa zaka kwa sababu tu ya uwezo, hili halimzuii kumwamrisha mtoto wake ambaye ana mali kutoa zaka. Lakini kwa udhaifu wakati mwingine tuliokuwa nao wazazi wa kipindi hiki, kwa sababu mtoto akishakuwa na hela ndo anakuwa mzazi, alafu mzazi anakuwa mtoto. Kwa hiyo baba, kwa sababu yeye anapewa posho
na mwanawe hawezi kumwamrisha hata kitu kimoja, wala hawezi kumkataza kitu. Mzazi anaweza kumuona mwanawe anafanya mambo ya ovyo moja kwa moja ya haramu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mzazi ananyamaza kimya. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto ndio anamlisha baba yake. Sasa Muislamu hatakiwi kuwa dhaifu kiasi hiki. Muislamu unatakiwa kusimama kwenye nafasi yako ya kama mzazi. Hata kama mtoto wako ndio anakulisha, bado una wajibu wa kumwamrisha mtoto wako mema na kumkataza maovu. Wadhkur fil kitabi Idris. Tume tena anaambiwa mtaje Idris katika kitabu hiki. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idris alikuwa ni msema kweli na alikuwa mtume, alikuwa nabii. Idris hapa hakuambiwa rasuli, ameambiwa tu nabiyya. Hii ni ishara kwamba Idris hakuwa rasul, alikuwa nabii. Lakini sifa nyingine, alikuwa msema kweli. Bado Qur'ani inatupa sifa za waja wema ambazo sisi tunatakiwa tushikamane nazo. Wangapi sasa hivi ni wakweli? Ukweli umeanza kupotea au umepotea kwa muda mrefu baina ya Waislamu. Kwenye jamii zetu ukweli umepotea. Sasa hivi mtu akitaka kwenda kukopa, kwanza anatanguliza uongo. Wewe kama unaenda kukopa, kakope tu. Sasa kwa nini useme kwamba mtoto wangu anaumwa, mtoto wangu yuko hospitali? Nenda tu kazungumze. Bana, mimi nimekuja na shida, nikopeshe, kwisha. Kwani mpaka ueleze sababu? Wafanya biashara wakiuza vitu vyao lazima wazungumze uongo. Atataja bei alionunulia kitu ambayo bei ya uongo. Mtu amechelewa kazini, kujitetea mbele ya bosi wake, lazima azungumze uongo. Uongo umetawala katika kila sehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ukweli unamkurubisha mtu na pepo. Wanasema ukweli ni sawa sawa na mti ambao tawi lake ukilikamata basi linakupeleka peponi. Na kuna riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mja akiwa atajilazimisha kuzungumza ukweli, akawa anaipinda nafsi yake, anaupinda moyo wake kuhakikisha kwamba kila anachozungumza anazungumza ukweli, basi akiendelea na tabia hiyo, itafikia wakati mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ataandika kwamba fulani ni mkweli. Ndio itakuja sifa kama hii ya Nabii Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Kwamba na wewe Muislamu ukishikamana na ukweli, itafikia siku unaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe ni mkweli. Ukishaipata sifa hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dalili kubwa ya kufaulu kwako. Lakini Muislamu akipenda kuzungumza uongo, akawa kila jambo lake lazima aingize uongo, atakwenda na sifa hiyo ya uongo mpaka mwisho ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtu fulani ni muongo. Ukishaandikwa mbele ya Allah kwamba wewe ni muongo, nini kitatokea ndugu yangu Muislamu? Kwa hiyo tunapopewa taarifa za Idris kwamba alikuwa ni mkweli, maana yake hii ni ishara kwamba sisi tunatakiwa tuwe wa kweli. Lakini Allah vile vile anasema warafa'nahu makanan aliyya, tukamnyanyua Idris mahali patukufu, mahali pa juu sana. Hapa kuna riwaya nyingi ambazo zinazungumzwa, lakini moja katika riwaya ni ile riwaya ya Nabii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa Mi'raj, alikutana na Nabii Idris katika mbingu ya 4. Mbingu ya 4 ni juu, japokuwa kuna zaidi, lakini hapa napo ni juu. Ndio wanaochuoni wengi wasema hii warafa'nahu makana na aliyya inakusudia kwamba Nabii Idris amewekwa mbingu ya 4, kwamba ni juu. Kuna wengine manabii wengine wako mbingu ya kwanza, wengine wako ya pili, wengine wako ya 3, yeye yuko ya 4. Kwa hiyo yeye yuko juu zaidi ya hawa, japokuwa juu yake kuna wengine. Na kuna riwaya nyingine ambazo muda hawezi kutosheleza kuzitaja riwaya zote. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumwambia mtume wake awataje hawa mitume, kisha anamalizia akisema ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim,
minan nabiyyin, hao waliotajwa, ulaika alladhina, hao waliotajwa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha watu hao. Minan nabiyyin, miongoni mwa mitume, min dhurriyyati Adam, ambao ni katika kizazi cha Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, na katika kizazi cha Nuh, wa min dhurriyyati Ibrahim, na katika kizazi cha Ibrahim, wa Israil, na kizazi cha Yaqub, wa mimman hadaina wajtabaina, na katika wale ambao tuliwaongoza na tukawachagua. Idha yutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, zinaposomwa kwa wao aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanadondoka wakiwa wanasujudu na kulia. Hawa waliotajwa ni miongoni mwa watu wenye sifa hizi, alladhina an'ama Allahu alaihim, watu ambao Allah amewaneemesha. Sasa angalia ndugu yangu Muislamu, vile tulivyosema, hizi sifa hazitajwi bure bure, zinatajwa sifa za hawa mitume ili wewe Muislamu jipime, wewe uko wapi na hizi tabia walizokuwa nazo mitume. Halafu Allah anatukumbusha hawa ndio wale ambao an'ama Allahu alaihim, ndio wale ambao Allah amewaneemesha watu hao. Sisi kwenye swala tunaomba nini? Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Sasa Allah anakuambia hawa waliotajwa hapa ndio katika wale ambao Allah an'ama Allahu alaihim, Allah amewaneemesha watu hawa. Sasa angalia tabia za watu ambao wameneemeshwa, na wewe unaomba uwe katika kundi la hawa watu ambao an'ama Allahu alaihim. Jiangalie tabia zako wewe zikoje? Wewe kweli unafanana kuwa katika kundi hili? Hapa kila Muislamu aende akajipime, ziangalie hizi sifa zilizotajwa za mitume hawa na mitume wengine wa Allah subhanahu wa ta'ala. Soma ndani ya Qur'ani, angalia tabia zao. Hawa ndio ambao kila siku tunasoma al-Fatiha mara ngapi katika swala zetu? Tunamuomba Allah atujalie sisi katika wale ambao an'ama alaihim. Sasa an'ama alaihim ndio hawa, sifa zao ndio hizi. Sisi tujipime kwenye hizi sifa tunazo, tunastahiki kuwa katika hao. Ukishajiona kwamba unastahiki, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pambana, usibanduke kwenye huo msimamo. Ukijiona una kasoro, bado wakati unao, maadamu bado tuko hai, nafasi tunayo ya kupambana na tabia zetu, kupambana na mioyo yetu. Tujipambe na tabia za hawa watu ambao Allah amewaneemesha, ili na sisi tuingie katika kundi hilo. Allah anasema baada ya kutaja kwamba hawa ndio watu ambao Allah amewaneemesha, akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Baada ya watu hawa kuondoka, hawa ambao an'ama Allahu alaihim, baada ya kizazi hiki kuondoka, fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu waovu. Adha'u salata, watu waovu hawa sifa yao nini? Ndugu yangu Muislamu, msikilize Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu waovu. Adha'u salata, watu waovu hawa sifa yao ya kwanza, walizipuuza swala. Wakawa hawaswali, wanaswali siku wanazotaka, wanaswali wanavyopenda, wanaswali bila elimu, wanafanya michezo ya kuigiza ndani ya swala. Hawa ndio ambao adha'u salata, wamezipuuza swala, wamezipoteza swala zao. Leo hii tuna siku ya 10 na ngapi hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti inajaa. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili, lakini jambo hili linatupa picha kwamba tusio swali tuko wengi nje ya Ramadhani. Kwa tunaingia kwenye sifa hii ya kwamba tumezipuuza swala.
na kuzipuuza swala ni kinyume cha sifa za wale ambao an'ama Allahu alaihim, ni kinyume na sifa za wale ambao Allah amewaneemesha. Sasa hatujachelewa ndugu zangu. Kwa nini baada ya Ramadhani utoke msikitini? We ushaingia. Kwanza hii ni neema kubwa sana. Wallahi ukimuona Allah subhanahu wa ta'ala amekukumbusha ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani uingie msikitini wakati miezi mingine ulikuwa huingii, hiyo ni neema ya Allah. Mshukuru Mola wako. Unachotakiwa wewe sasa ni kutia nia tu kwamba mimi sitoki tena. Wala hakuna aibu ya kwamba wewe mwezi wa Shaabani ulikuwa huswali, leo unaswali. Sio aibu. Kuna watu walikuwa washirikina kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya Mtume wakawa masahaba wa Mtume, ndio wakawa viigizo vizuri mpaka leo tunawaiga. Sasa wewe tu kwamba mwezi wa Shaabani ulikuwa huswali, umeanza Ramadhani alafu unaona haya, hakuna kuona haya. Mshukuru Mola wako amekupa taufika kuingia msikitini Ramadhani. Wako wengine ni Waislamu lakini ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani hawajaingia msikitini. Wewe mshukuru Mola wako. Tia nia kwamba mimi sitoki tena msikitini. Kwa nini baada ya Ramadhani utoke msikitini? Na Waislamu wale ambao walikuwa wanaswali siku zote, tuache maneno mabaya kwa wenzetu wanaoingia msikitini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wala usifikiri kwa wewe kuswali muda mrefu ndio labda kwa Mwenyezi Mungu tayari. Wallahi inawezekana huyu anayeswali Ramadhani akawa bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wewe. Tuambiane maneno mazuri, tuombeane dua. Si ujanja kuswali, ni msaada wa Allah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada ya hao watu wema waliotajwa, watu waovu. Adha'u salata, wakazipoteza swala. Wattaba'u shahawat, wakafuata matamanio ya nafsi zao. Wanawachuoni wanasema mambo mawili haya yanafuatana, moja linaweza likasababisha jingine. Ukimuona mtu anaacha swala, basi ni rahisi sana kuingia kwenye matamanio. Na ukiona mtu hajiepushi na matamanio yake, ni rahisi sana kuacha swala. Kwa lazima Muislamu tupambane na nafsi zetu. Tuzihifadhi swala zetu na tuache matamanio. Lakini hili la kuacha swala ukawa umetumbukia kwenye matamanio lina ukaribu zaidi kuliko lile la kuwa una matamanio huku unaswali, kwa sababu swala ikiswaliwa vizuri, moja katika kazi zake ni kumkataza mtu machafu. Kwa hiyo wale watu ambao wanaswali au tunaswali lakini bado hatujanyooka sawa sawa, tusije tukafanya kosa la kuacha kuswali. Na kuna watu wanakuwa na hizi tabia kuombea, bwana mimi bwana kila naswali lakini mambo yangu bado hayajakuwa sawa, kwa hiyo nimeamua niache kuswali kwanza, nipambane kwanza na nafsi yangu mpaka nikikaa sawa ndio niswali. Huyo ni shaitani anakupoteza ndugu yangu. Swali hata kama umetoka kwenye maasi ya pale, sasa hivi muda wa swala umeingia, ingia uswali. Hujui ni swala gani Allah ataikubali na itakuwa sababu ya wewe kuacha hayo maasi. Fasawfa yalqauna ghayya, watu wenye sifa hii ya kupoteza swala zao na kufuata matamanio, wajue kama watakufa katika hali hii bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watakwenda kukutana na malipo ya mabaya yao. Wana baadhi ya wanaochuoni wanasema ghayya ni wangwa, ni jangwa katika moto wa Jahannam ambalo wataingia watu hawa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala
kila anapotaja mambo mabaya yanayofanywa na waja wake, akataja na adhabu, anakuja kutoa njia waja hawa wafanyeje ili waepukane na mambo hayo. Katika sura hii vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watu ambao wamepoteza swala wakafuata matamanio na makemeo haya waliopewa kwamba watakwenda kukutana na moto wa jahannam, Allah anasema illa man taba, isipokuwa tu wale watakaotubia na kurejea kwa Mola wao, wa amana, na wakazitengeneza imani zao vizuri, wa amila saliha, na wakafanya matendo mema, faulaika yadkhuluna aljanna, hao watu wa namna hiyo wataingia peponi, wala yudhlamuna shay'an, wala hawatudhulumiwa kitu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyowazungumzia watu ambao sasa hivi kawazungumza kwa ubaya na kwamba hawa watu wataingia motoni, lakini ndio hawa sasa hivi anawazungumzia kwa lugha nyingine kwamba wataingia peponi pale tu watakapotimiza masharti haya yaliyowekwa. Ndio hapa tunapozungumza, ndugu yangu Muislamu, hakuna sababu ya wewe kuona haya wala kujisikia vibaya eti ndio umeanza kuswali Ramadhani hii. Haya ndio Allah anayoyataka, kwamba umefanya huko nyuma ulioyafanya maovu, imeingia mwezi wa Ramadhani, umeona kwamba ulichokifanya si sahihi, ukatubia, ukaingia msikitini. Sasa unatoka kwa nini? Wewe ushatubia, ushaingia msikitini, sasa hivi tengeneza imani yako kwa kufanya mambo mema zaidi, na ukifa katika hali hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wewe utaingia peponi. Halafu angalia wanaochuoni hapa wanatuambia maajabu ya Qur'ani jinsi inavyoeleza kwenye kuingia motoni. Allah amesema fasaufa yalqauna ghayya. Neno saufa katika lugha ya Kiarabu linamaanisha muda, baadaye, muda unaokuja. Lakini alipokuja kuzungumzia watakaotubia, Allah anasema wanaingia peponi, yani kama vile wanaingia sasa hivi moja kwa moja. Hakuna saufa yadkhuluna aljanna, hakuna muda katika kuingia peponi. Kwa nini? Anasema kule kwenye madhambi Mwenyezi Mungu aliposema saufa, huu muda unaobebwa na saufa, hiki ni kipindi ambacho Allah anakitoa kwa waja wake waweze kutubia kabla hamjaingia motoni. Kuna muda wa kuweza kutubia, lakini ukitubia ukaitengeneza imani yako, ukatenda amali njema, wewe moja kwa moja unaingia peponi, hakuna saufa tena. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumza na waja wake kwa lugha ya namna hii. Afu namkuta mtu anazungumza na Waislamu, anazungumza kwa lugha ya kebehi, lugha ya kujifanya kwamba yeye tayari ameshakuwa mtu wa peponi, kwa sababu tu wenzake wana mtihani wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Usimcheke mtu anayemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama una nafasi ya kumpa nasaha, mpe Muislamu mwenzako nasaha. Unaweza ukamchukia sawa sawa kwa sababu anafanya maasi, mchukie kwa yale maasi yake tu, usimchukie moja kwa moja. Muislamu mwenzako bado mchukie katika kile kipengele cha maasi yake. Kama unataka kumtenga, mtenge pia katika kile kipengele cha maasi yake, lakini siwe tena tayari ushamhukumu huyu ni wa motoni, huyo nini. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako itoa nasaha na yale ambayo umeruhusiwa kuyafanya, kwa sababu mambo yanaweza kubadilika. Aliyeshika njia ya peponi akageuka akarudi akaenda motoni, na aliyeshika njia ya motoni akageuka akarudi akaingia peponi. Tumuogopeni Allah sana katika kipengele hiki. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bilghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Hii pepo ambayo wataingia hawa watu ni pepo ya milele ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake kwa habari za mbali. Habari kwa maana kwamba Allah hajamuonyesha mtu pepo kwamba hii hapa pepo. Zimekuja tu habari kwenye Qur'ani, zimekuja habari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna aliyeona pepo, lakini waja hawa wakaamini habari hizi na wakaitafuta pepo kwa juhudi kubwa. Hii pepo ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema amewaahidi waja wake ambao wataingia baada ya kutubia na kufanya amali njema, na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala itatekelezwa bila mashaka yoyote. La yasmauna fiha laghwan illa salama, hawatasikia ndani ya hiyo pepo
mazungumzo yote yale ya upuuzi wala madhambi, isipokuwa watasikia tu maneno ya amani na salama, watu wataambiana tu maneno mazuri. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, na watapata riziki yao ndani ya pepo hiyo asubuhi na jioni. Tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hiyo pepo hiyo anayoeleza Allah ndio pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema atawarithisha katika waja wake wale ambao watakuwa ni wacha Mungu. Kipengele hiki cha mwisho ndugu zangu tuondoke nacho. Watu ambao watakuwa wacha Mungu ndio watakaorithi pepo hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea. Na katika wacha Mungu hata wale waliofanya madhambi alafu wakatubia pia wanaingia katika wacha Mungu. Na moja katika sifa za wacha Mungu ni wale ambao wanapofanya madhambi wanafanya haraka kurudi kwa Allah kuomba toba. Hiki kipengele kiangalieni vizuri sana ndugu zangu Waislamu. Katika sifa za wacha Mungu hakuna kwamba ni wale wasiofanya madhambi, hakuna sifa hiyo. Kwamba katika sifa za wacha Mungu ni wale wasiofanya madhambi, hakuna hiyo sifa. Sifa iliyopo za wacha Mungu ni wale ambao wakifanya madhambi wanafanya haraka kurudi kwa Mola wao na kuomba msamaha na kujirekebisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza sifa za wacha Mungu katika sura mbalimbali, lakini hii ya kwamba pepo hii itapewa wacha Mungu nayo vile vile Allah ameeleza katika sura mbalimbali. Kila alipoeleza pepo anasema kwamba walioahidiwa pepo hii, walioandaliwa pepo hii ni wacha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kila mmoja apambane ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Hizi sifa ambazo tunaishi nazo sasa hivi za ukarimu, za kujiepusha na maasi, za kutekeleza ibada, hizi ndio sifa za wacha Mungu. Tuendelee nazo, tusiziache, ili tubaki katika ucha Mungu, na tukifa tufe akiwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi na sisi, ili nasi tuingie katika wale ambao watarithishwa na Allah pepo yake tukiwa ni wacha Mungu, hata kama tutapata daraja ya chini, lakini almuhimu tuingie peponi. Japokuwa tufanye juhudi tuitafute ya juu, ukikosa ukidondokea chini hamna shida. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie haya tunayosema katika mizani za amali zetu njema, atupe nguvu Allah ya kuyafanyia kazi, na pale tulipokosea Allah atusamehe. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.